رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والصلاة والسلام صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، نبي الذي أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم على الأنبياء والمرسلين وصحبتهم غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه في محكم تنزيل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ndugu, baada ya kutoa salamu ya Allah kwenu, kumshukuru kwa sifa zake mbalimbali nzuri anazostahili, sambamba na kuwatakia rehema na amani mitume wake wote, ndugu zangu, tukumbushane sehemu muhimu ya Uislamu wetu kama ifuatavyo. Tambua aina za waumini ndani ya dini tukufu ya Uislamu. Uislamu ndiyo dini ya kweli kuliko zote duniani. Kwa muda huu unaozungumza, takwimu za kidunia kuhusu dini zinaonyesha dini sasa hivi wingi wake umefikia 10,000. Yani dini ziko 10,000, lakini zote uongo isipokuwa moja, dini ya Uislamu, ambayo ina ushahidi kutoka kwa mwenyewe muumba Allah tabaraka wa taala aliposema katika sura ile ya 3 aya 19, inna dina inda Allahi alislam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Na vile vile katika sura hiyo hiyo aya 15 akasema, wa may yabtaghi ghayra alislami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Na yote atakayejitafutia mfumo mwingine nje ya dini ya Uislamu hautakubaliwa kwake, na akhera huyo aina hiyo atakuwa katika wale watakaopata hasara kubwa. Ndugu zangu, dini ya Uislamu ndani yake ina waumini wenye sifa zifuatazo. Naomba tuhadhiri, tusikilizane vizuri. Dini ya Uislamu, ambayo ndiyo dini pekee ya ukweli kuliko zote zilizopo duniani, ina waumini ambao wana sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza au kundi la kwanza la waumini waliomo ndani ya dini ya Kiislamu, Qur'ani imewataja waziwazi kuwa ni waumini wa uongo. Halafu kundi la pili la waumini katika dini ya Uislamu wanaitwa waumini wa kweli. Na kundi la tatu la waumini, hao wamepita mpaka zaidi. Hao wamestahiki kupata ofa ya Allah kwa kuwazidi zaidi hawa waumini wa kweli. Kuna kitu wamewazidi ikawa ni wabora zaidi. Kwa hiyo hawa waumini waliotajwa ndani ya dini tukufu ya Uislamu hakika wako makundi ya aina tatu. Sasa napenda wewe unaonisikiliza hapa na mimi ninaokukumbusha hapa, kila mmoja asikilize kwa umakini. Yeye katika hawa waumini aina tatu yuko katika kundi namba ngapi? Yuko katika waumini wa uongo, au yuko katika waumini wa kweli, au yuko katika waumini ambao Allah anawapenda zaidi? Mimi sio ninayewasema, Allah ndiyo atakayewasema. Kazi yako wewe na mimi ni kusikiliza na kuchuja na kujipima. Sio useme yule ndo amesema, Allah ndio kataja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kataja. Kuna waumini aina kama tatu ndani ya dini tukufu ya Uislamu. Aina namba moja wanaitwa waumini wa uongo, na hawa ndio wanaosumbua sana katika dini tukufu ya Kiislamu.
hakuna watu wanaosumbua ndani ya dini ya kweli ya Uislamu kama waumini wa uongo, ambao Allah anawataja kama ifuatavyo katika sura ya 2 Al-Baqara aya ya 8 na ya 9. Anasema hivi: wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wako miongoni mwa watu wanaosema hivi, tunamwamini Allah na siku ya mwisho, lakini hawajaamini, ni waongo. Mimi ndiyo Allah anawaambia, japo ndimi zao wametamka wameniamini mimi na kudai wameiamini siku ya mwisho, mimi ndiyo Allah anawaambia ni waongo, hao hawajaamini. Khadi'una Allah walladhina amanu, wanajaribu kutaka kumdanganya Allah, pia kuwadanganya wale walioamini sawa sawa. Wama yakhda'una illa anfusahum, hawana uwezo wa kumdanganya Allah wala wale walioamini, ila wanadanganya wenyewe nafsi zao. Hao waumini wa uongo, ukitaka kuwajua ni wa uongo, sura hiyo hiyo ya 2 Al-Baqara aya ya 14 Allah amewataja hivi: wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Waumini wa uongo wanapokutana na wale walioamini kweli kweli, huwa na wao wanajichanganya na waumini wa kweli wakisema na sisi tumeamini. Wa idha khalau ila shayatinihim, lakini wakiwa kando pembeni pamoja na mashetani wao, qalu, wanabadilisha kauli kwa kusema inna ma'akum, hakika sisi ni pamoja na ninyi. Sisi sio pamoja na wale waumini wa kweli, sisi ni pamoja na ninyi. Inama nahnu mustahzi'un, si vinginevyo mnapotuona tukiwa na waumini wa kweli, wala hilo lisiwatie mashaka sana na kuwashangaza. Sisi huwa tunawacheza shere wale waumini wa kweli, lakini sisi sio katika wale, sisi huwa tunawaenjoy tu wale. Sura ya 2 Al-Baqara aya nambari 14 Allah anatoa taarifa hiyo ya waumini wa uongo. Wanapokuwa na waumini wa kweli pamoja, kauli yao wanasema amana, na sisi ni pamoja na ninyi tumeamini sawa sawa. Wa idha khalau ila shayatin, lakini wakiwa kando pembeni na mashetani wao, qalu, wanasema vingine, inna ma'akum, hakika sisi ni pamoja na ninyi. Inama nahnu mustahzi'un, mnapotuona tuko na waumini wa kweli, sisi huwa tunawadanganya tu wale waumini wa kweli waelewe na sisi pamoja, lakini sisi sio wale. Ndugu zangu, nisikilize kwa umakini sana. Kuna uwezekano wewe au mimi ukawa unadhani ni muumini wa kweli ndani ya hii dini, kumbe ni mtu ambaye ni adui mkubwa wa hii dini. Pengine unajitambua au haujitambui. Allah hawapendi waumini wa uongo. Allah anawapenda waumini wa ukweli waliosimama mazima ndani ya dini yake tukufu ya Uislamu. Tukiruka huko, tukiondoka kurukia sura ya 61 sura Safi aya ya 2 na ya 3, Allah anawataja waumini wa uongo pia. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi mlioamini, lima taquluna ma la tafalun. Hivi ninyi kwa nini mnakuwa mnasema mambo msiyoyafanya? Kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Ni chukizo kubwa sana mnafanya mbele ya Allah ninyi kuwa mnasema mambo ambayo hamuyatendi. Sifa ya waumini wa uongo huwa wanasema wasioyatenda. Sasa Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, lima taquluna ma la tafalun. Hivi kwa nini mnasema msiokuwa mnayafanya? Kabura makta inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Ni chukizo kubwa mbele ya Allah ninyi kuwa mnasema msiyoyatenda. Ndugu zangu katika imani, mtu mwenye kusema asiyoyatenda, Uislamu unamuhesabu au unamuita kwa jina la mnafiki. Ni mnafiki. Na mfasiri mkuu wa Qur'ani duniani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ayatul munafiqu thalatha,
dalili za mnafiki ziko 3, japo katika maeneo mengine ziko nyingi, lakini katika hii hadithi amesema dalili za mnafiki ziko 3. Katika hizo, idha hadatha kadhaba, anapoongea huwa hasemi kweli, ujue ni mnafiki. Mtu yoyote, niwe mimi, wewe na yoyote duniani, ambaye anatamka si kweli, huyo dini hii ya Uislamu inakwambia elewa, jina lake waziwazi bila kwenda kulia wala kushoto, ni mnafiki. Sasa muumini wa uongo pia anavaa sifa ya unafiki, kujifanya anataka kumzuga Allah, kumdanganya Allah na kuwadanganya walioamini sawasawa, lakini Allah anasema hana uwezo wa kunidanganya, anajidanganya mwenyewe na atakoma mwenyewe. Kundi la kwanza katika Uislamu la waumini ni waumini wa uongo. Waumini wa nini? Wa uongo. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wako miongoni mwa watu wanaosema tunaamini Allah na siku ya mwisho, lakini hawajaamini. Wa ma hum bimu'minin, hawajaamini, basi wao. Kusema nimeamini wewe au mimi hakutoshi Allah akubali wewe umeamini. Allah huwa hakubali utaratibu wa wewe mimi kusema tu alafu ndio iwe sawa sawa. Kama kusema nimeamini inakuwa ni kweli ni muumini, hata Firauni nikupe habari na yeye alisema nimeamini. Ushahidi sura ya 10 Yunus aya 90. Sikiliza, siku anazama katika Red Sea, Firauni anazama katika bahari nyekundu, alifunua kinywa chake, Allah anasema, alisemaje? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kuanzia sasa hivi mimi Firauni nimemwamini yule ambaye hakuna mwingine wa kufaa kuabudiwa kwa haki ila yule aliyoaminiwa na wana Israeli, na mimi Firauni sasa hivi ni katika Waislamu. Alitamka maneno hayo. Kama ingelikuwa wewe mimi kusema nimeamini inakuwa ni kweli, maneno ya Firauni yangethibitika kwamba Firauni alikuwa ni Muislamu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wako miongoni mwa watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho, lakini ni waongo, hawajaamini. Kama huyo Firauni, naye ilikuwa ni muongo. Kuthibitisha ni muongo, aya inayofuata anajibiwa hivi: alana waqad asaita min qabl. Sasa hivi wewe Firauni ndio unakiri maneno hayo, wakati umeletewa mitume wawili wamekupa semina ya kumuelewa ndani nje Mola wako, ukamuelewa ukakataa. Fali yawma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo shahada yako ikubariki, kitachonusuriwa ni mwili wako, utanusuriwa na Allah usiweze kuharibika, uje kuwa ni kielelezo kwa kizazi kitakachokuja baada ya wewe. Ingelikuwa mtu kusema nimeamini inakuwa ni kweli ni muumini, basi Firauni naye angekuwa ni muumini. Ingelikuwa mtu akisema mimi ni Muislamu inakuwa ni kweli, na Firauni naye alisema wa ana minal muslimin, na mimi ni katika Waislamu. Sura ya 10 Yunus aya ya 90, Allah anaripoti taarifa hizo. Tunamwacha huyo. Shetani naye alishawahi kutamka ninamuogopa Allah, anamwambia binadamu. Sura 59 Al-Hashr aya 15-16. Kama shetani ni kama mfano wa shetani, idqala al-insanu kufur, anapomwambia kwa kumzuka mwanadamu, kumwambia mkufuru Mola wako. Falamma kafara, akidanganyika binadamu akamkufuru Mola wake kwa shinikizo la shetani, qala, shetani anamgeuzia kibao, anamwambia binadamu hivi: inni bari'u minka, wewe umemkufuru Allah, nakwambia mimi niko mbali na wewe, niko mbali na watu wa namna yako wanayemkufuru Allah. Yani mimi shetani nakwambia hivi, niko mbali na watu wanaomkufuru Allah. Inni, tena anasisitiza shetani, anasema hakika mimi shetani akhafu Allah, na kuhakikishia na muogopa Allah rabbal alamin, mlezi wa walimwengu wote.
Ukitaka kuamini kwamba huyu si muumini wa kweli, maneno yake ni janja janja, ni mwongo, aya inayofuata sikiliza Allah anaposema fakana aqibatahuma annahuma fin nar khalidain fiha. Wote wawili, huyo binadamu aliyodanganywa na shetani akanikufuru na yeye shetani mwenyewe, watakuwa pamoja ndani ya moto wa jahannam, tena wadumu bila kutoka. Wadhalika jazaa'u dhalimin, na hayo ndio yatakuwa malipo kwa watu wanaoitwa madhalim, waliojidhulumu nafsi zao wenyewe. Usema wewe mimi umeamini, nimeamini, usidhani Allah anakubali. Tuna ule msemo tu simple, baadhi ya Waislamu wa sasa, misikiti mingi zakia, hawa ndio waumini. Sawa, ni waumini, lakini natakiwa wachujwe hawa. Kuna waongo humo. Ukisema waumini imecombine, imejumuisha wote. Humo kuna waongo, humo kuna wakweli, humo kuna wanaopendwa zaidi na Allah. Ndio maana tunachanganuliana hapa, kila mmoja aelewe mbivu na mbichi, aondoke ameelewa, asimlaumu mwenzake. Kundi la kwanza katika Uislamu, kuna waumini wa uongo. Waumini wa uongo ni wale ambao yale wanayoyasema sio wanayoyatenda. Ikiwa ni mimi au wewe ndio mwenyewe unaotajwa au mimi, usidhani ni mwingine, ni wewe au mimi. Ikiwa una kawaida ya kusema usiyoyafanya, wewe ndio unaotajwa hapa au mimi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Wako miongoni mwa watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho, lakini hawajaamini, ni waongo, bado hawajaamini. Hawa ndio tatizo, kichome kikubwa kwenye hili. Hawa wanafanana na yale mamihogo macherema, mnayafahamu? Mamihogo macherema yale ambayo yameisha haribika, wewe yamenye yakatekate, weka kwenye sufuria, alafu yapike kwa moto wa gesi. Ile gesi, ule mtungi ule unaitwa wa kilo sijui ngapi hivi, utaisha, ile gesi itaisha. Ukiweka mdomoni bado ni gumu. Waumini waongo kwenye dini mfano wao ni mamihogo ya macherema. Pika utakapopika huwa hayaivi. Na haya ndio yanayosumbua katika hii dini, majitu hatari sana 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 sana. Waumini wa kweli, sasa sikiliza sifa zao. Mimi mwenye kunukuu, anayesema ni Allah. Kuwa makini sana, jipime wewe au mimi humo katika sifa hizi. Sio mimi ni muumini unatembea kifua mbele kwa kutaka kumtisha Allah na kanzu ya mafuta. Allah anaogopa kanzu ya mafuta. Kanzu imetengenezwa na Mchina, Allah ndiye anaweza kuziogopa. Allah anataka utaratibu wake upo, sio unamtisha kwa kanzu na vilemba vingi. Allah atatishika kwa nyangumi, atishike na kanzu. Sikiliza sifa za waumini wa kweli. Jipime wewe, mimi nipo. Hizo CV nipo. Sio kukimbilia tu mimi ndiye. Usiwahi kusema, subiri usemwe. Sifa za waumini wa kweli. Allahu Akbar. Sura ya 8 Anfal aya 2 mpaka ya 4. Innamal mu'minun, sikiliza Mola wetu anasema, hakika ya waumini alladhina, ni wale ambao idha dhikra Allah, kwanza wakisikia Allah anatajwa mbele yao, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinajaa woga. Wakisikia kwanza Muumba wao anatajwa, mzee, wanabadilika. Swali, wewe na mimi, unapokuwa ukisikia Allah anatajwa kwenye masikio yako, hivi huwa unahisi nini? Unahisi kushtuka au ndio unajisi kuchati? Kila mmoja analo jibu kwenye nafsi yake. Allah ndio anasema, ukitaka kuwajua ni oji waumini wa kweli, kwanza wakisikia mimi natajwa, nyoyo zao zinaogopa. Yuko kijana alielezewa na Mtume Muhammad. Kijana huyu kwa kifupi, kisa chake kilisimuliwa na Mtume Muhammad.
alikuwa na binti mrembo sana, binti mwenye sifa zote za uzuri unayemjua wewe. Yuko faraghani naye, si mke wake, anataka kumfanyia kitendo cha kumzini. Binti yule ni bikra, binti alikuwa na dhiki sana, hana namna, njaa pia ni miongoni mwa dhiki alizokuwa nazo. Kijana akamwambia, ili nikupe msaada lazima nikuzini wewe kwa dhiki. Binti akakubali. Kijana akamwambia, ingia faraghani. Binti akaingia, akafunga mlango, akamwambia vua nguo, akavua. Yule kijana akavua nguo, akamsogelea yule binti. Alipoanza kumgusa tu, yule binti alifunua mdomo wake. Mtume akasema hivi, ittaqillah, wewe muogope Allah, wewe kijana, kwa kuwa umeona mimi nazidi unataka muache Allah. Yule kijana aliposikia ittaqillah, muogope Allah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, akarudi nyuma yule kijana, akasema, basi umenitajia huyo, basi sasa tuzini na wewe. Akachukua shilingi dinari 120 akampa yule binti, akamwambia, chukua, mimi namuogopa Allah. Siku moja akiwa na wenzie wawili, jumla watatu, wako ndani ya pango kubwa, jiwe kubwa kutoka mlimani limeporomoka kuja kuziba mlango waliokuwa wamo ndani, hawana namna ya kutoka. Yule kijana ni katika walioomba dua kwa kusema hivi, ewe Allah, ikiwa mimi nilimwacha yule binti hali ya kuwa alikuwa tayari na alikuwa ni mzuri, nikamwacha kwa ajili ya kuogopa wewe na kwa kutafuta radhi yako, na kuomba Allah hili jiwe litoe tupate kutoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, likatoka lile jiwe, wakasikia kama wiki likakaa pembeni, fakara juu ya mshuku, wakatoka wakenda zao. Allah mwenyewe aliona kweli huyu ile pale mahala aliogopa, na mimi sasa nawatoa kwenye hii dhiki ya namna hii. Sifa za waumini wa kweli, Allah anasema katika sura Al-Anfal sura 8 aya 2 kwamba innamal mu'minun, si vinginevyo waumini wa kweli, hata ukitaka kuwajua ni wenyewe, alladhina, ni wale ambao idha zikrullah, wakitajiwa Allah, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata woga. Sifa ya kwanza. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, waumini wa kweli wanaposomewa aya zake Allah, zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Swali, hivi sisi kila tunaposomeana hizi aya za Mungu imani yetu huwa inaongezeka? Mbona kila siku ni zero? Allah ina maana ni muongo? Anasema wa idha tuliyat alayhim ayatu, waumini wanaposomewa aya zangu, zadatuhum iman, zinawazidishia imani. Mbona sisi kila kukicha imani zetu hazipandi? Ina maana Allah ni muongo? Sisi bado tutajenga majengo yatafika mpaka kwenye mawingu. Kama hapa bado ni zero tu, bado marumaru mpaka humu hamna kitu. Kama humu hamna kitu, hamna, zero tu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sifa yao ya tatu. Allah anasema waumini wa kweli wanamtegemea tu Mola wao katika maisha yao, hawategemei viumbe. Wanamtegemea Allah, hawategemei viumbe. Hivi ni kweli sisi tunamtegemea Allah? Wengi wote tunategemea. Mtu umeajiriwa, una kibarua mahala, mnamnyenyekea yule anayekupa mshahara zaidi ya Mungu, si ndio ushirikina huko? Mbona ule unyenyekevu unayemuonyesha hatuoni unaufanya kwa Mungu? Kuswali kwenyewe tunaingia humu, unyenyekevu hatuna mbele ya Allah. Watu wanaingia mpaka na makapelo walipokuwa hawana adabu, hao wanaingia kama washenzi eti ndani ya nyumba ya Allah, wanajifananisha na washenzi, hawana haya, hawamuogopi Allah. Mtume anasema msijifananishe na watu wahovyo, watu hawasikii. Wa ala rabbihim yatawakkalun, waumini wa kweli Allah anasema
wamemtegemea tu Mola wao. Kutegemea kuna aina 4. Tawakkul insanu ala mali, mwanadamu kuishi maisha ya kutegemea mali yake ni ushirikina. Mimi na mali ndio kila kitu, hakuna mtu au si kweli. Unaweza kuwa na mali zisikusaidie. Kina Sharon aliua kwa mkono wake waziri mkuu wa Israeli, zaidi ya watu 2000 alisha kufa. Alizimia miaka 8 Sharon, duniani hayuko, akhera hajafika. Alikuwa siku akitingisha mbone za macho, Waisraeli wanapiga makofi kwamba leo bwana mkubwa wa jambo, mali hazikumsaidia. Aina ya pili ya kutegemea ya kushirikina tuiache, tawakkul insan ala quwwati, mwanadamu kutegemea nguvu zake. Anakutana na kauli inayosema kwamba Allah ndiye mwenye nguvu, la haula wala quwwata illa billah, hapana ila wala nguvu ila vyote viko kwa Allah. Tawakkul insan ala makhluq, tawakkul nyingine kutegemea mwanadamu viumbe. Na mimi ninaanza kumbabaisha, hebu sogea, unaona huyu, unaona ina bagani, huyu si yule IGP nani, yule mkuu wa nani, yule siji waziri nani, yule simeji yangu, hapo yule mkuu wangu. Na kuna sana wewe, hawa wakifika saa 9 ya usiku huwa wanakoroma, hawajui dunia inaendaje. Huyo Allah anakuambia watawakkal ala hayy alladhi la yamut, tegemea kwa yule ambaye ana uhai wa milele, ambaye huwa hafi. Hawa wanakufa, ina maana wakifa hamtashika nani? Alafu anajibu mwenyewe Allah, anasema mtawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, atakayemtegemea Allah atamtosheleza. Atakayemtegemea Allah atamtosheleza. Nabii Ibrahim alitaka kufa kwenye moto, Jibril alikuja akamwambia hauombi nikusaidie? Akamwambia wewe huwezi kunisaidia. Sikiliza muumini wa kweli, Ibrahim anamjibu malaika, huwezi kunisaidia, yuko mwenye uwezo wa kunisaidia. Wakati ule anarushwa kwa kifupi kwenye ule moto mkubwa mkali. Sikiliza maneno ya muumini, anataka msaada kwa yule, sio kwa kiumbe. Alisema hasbi Allah wa ni'mal wakeel, anatosheleza Allah, Mola mfalme msaidizi aroje huyo, msaidizi aroje. Sikiliza Allah alipoona kwamba hii namba inanijua kwamba mimi naweza kila kitu, akamwambia moto, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wewe moto, kuanzia sasa hivi, sio baadaye, kuwa baridi tena ya salama kwa Ibrahim. Usiguse hiyo namba, huyo ni muumini, ananijua, ananiamini. Shika adabu. Moto ukamwogopa Allah, ukamgusa na Ibrahim. Alladhina yuqimuna salat, anaendelea kutaja sifa za waumini wa kweli. Tena ni wale ambao wanadumisha sala, wanasimamisha swala, sio wanaswali, yani wao kila kipindi wapo, tena ndani ya muda uliopangiwa na yeye Allah. Sio wale wa Ijumaa mpaka Ijumaa, wale ni waumini waongo. Wale wa Ramadhani mpaka Ramadhani, wale ni waumini waongo. Wale wa Ijumaa mpaka Ijumaa, wa Idi mpaka Idi, wale ni waumini waongo. Wale wasiosali subuhi wanasali zuri mpaka Isha, wale ni waumini waongo. Wale wanaosali zuri la asili magharibi, Isha na subuhi hausali, wale ni waumini waongo. Hata upande wa wanawake wanaodai ni waumini, wale wote wanaokataa ukeweza, wale ni waumini waongo, kwa sababu wamempinga Mungu, hawajaamini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin, hawajaamini. Wale wanaocheza kamari na wanakumbushwa hawataki kubadilika, wale ni waumini waongo. Wale wanaocheza kwa kuwa mkwanja, sijui mkeka, spoti, pesa, wale wote ni waongo, si waumini wa kweli wote hao. Muumini wa kweli mpaka akiambiwa ya Allah na mtume hawanyooke abadilike, lakini akiendelea kung'ang'ania ni muumini wa uongo. Mwisho sasa wa hiyo aya, sikiliza Allah anaposema mwenyewe, ulaika humul mu'minuna haqqan, hao waliovaa sifa hizo nilizokwisha zitaja ndio waumini wa kweli. Lahum darajatun 'inda rabbihim, watakuwa na vyeo vya juu mbele ya Mola wao siku hiyo ya malipo. Wa maghfiratun, na kustahili kupewa msamaha wa Allah. Wa rizqun karim, na humo peponi hao waumini wa kweli watapata riziki za aina mbali zilizokuwa tukufu sana. Sifa za waumini wa kweli
hizo hapo. Anasema mwenyewe Allah, kila mmoja ajipime kuanzia Allah akitajwa huwa wewe unasikiaje? Siku moja niko Dar es Salaam, sehemu inayoitwa Keko Toroli kwa Sheikh Hussein Ismail. Nimepewa nafasi ya kuzungumza baada ya salati la asr. Mada niliyozungumza nakumbuka iliwashika wale watu kana kwamba wamefungwa pingu, hakuna aliyochomoka mle. Na muda nilipowaingia sasa na kuonyesha muumini wa kweli huwa yukoje akisikiliza Allah, alinyanyuka mzee mmoja kwenye lile kundi akamtukuza sana Allah amesimama, kisha akasema hivi, ambaye hajakuelewa wewe nadhani atakuwa ni mwenda wazimu, alafu akakachi. Yani muumini wa kweli akisikiliza habari za dini zikamuingia lazima asikie tofauti. Lakini anaambiwa habari za Allah, baba anachati simu, amna hata kama yuko pale amna. Maana yale ni kama madudu yanamuingia, yani hana habari nayo. Hana. Waumini wa kweli ndugu zangu, wakigombana sifa yao, mimi nanukuu sura ya 4 Nisaa aya 59, wanarudi kwenye kitabu cha Allah na mwongozo wa Mtume Muhammad. Hawaendagi kwa wale watu wa koti, hawawezi kwenda. Ukiona mtu anadai ni muumini wa kweli, kigombana na Muislamu wenzake, wanakwenda kule koti, ni muumini wa uongo. Hata kama ana ndevu zimekomaa kama waya, ni muongo. Yani mpaka arudi kule, fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ikiwa mtagombana kwa lolote, Allah anatoa maelekezo, sura ya 4:59, rudini katika kitabu cha Allah, kitabu changu hicho Qur'ani, na maelekezo ya mtume wenu. Atajulikana kati yenu waliopatia na waliokosea. Ugomvi utakuwa. Kwa nini magomvi hayaishi hawa watu? Hawa sio waumini. Ndio maana magomvi hawa hayaishi. Waumini hawakaaji na magomvi. Qur'ani ni kifagio inafuta. Wakigombana kwa tunua hapo ni hapa hata ni maliza. Mbona haya magomvi? Hawa sio wenyewe, hawa wewe. Sio. Hata kama wanabeba hicho kitabu, sio wenyewe, hawakipati. Ndugu zangu, sura ya 4 hiyo Nisaa aya nambari 65, fala wa rabbika la yu'minun. Na hapa kwa haki ya Mola wako nakwambia wewe mtume wangu Muhammad, umati wako hawajaamini hata yutakimuka fi mashajara bainahum, mpaka ukigombana wakufanye wewe Muhammad kuwa ndio muamuzi katika magomvi yao, hapo ndio watakuwa wameamini. Sura hiyo ya 4 Nisaa aya 60, alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Kwa Muhammad, umewaona katika umati wako wale wanaodai eti wameamini yaliyoteremshwa kwako Qur'ani, na wanadai wameamini yaliyoteremshwa kabla yako, Taurati, Zaburi, Injili na Zaburi na hivyo vingine. Wakigombana wanataka kuhukumiwa kwa taghuti, wakati wamekatazwa wasiende kwa taghuti. Swali, watu wanaotamka ni waumini Waislamu, kesi zao sio zimejaa kule kwa mataghuti, huku wanaambiwaje wasiende kwa taghuti? Hawa bado hawajamii. Waumini wa kweli wanapokuwa katika jambo lao la dini, mimi nanukuu sifa yao, sura 24 Nur aya 62, innamal mu'minun, hakika waumini wa kweli, alladhina amanu billahi wa rasuli, ni wale walioamini Allah na mtume wake, wa idha kanu ma'ahu ala al-amri jami, wanapokuwa pamoja na mtume au aliyoshika nafasi ya mtume katika jambo lao la pamoja la dini, lam yadhhabu, hakuna hata mmoja miongoni mwao anasimama kuondoka, hata yastadhinuhu, mpaka kwanza aombe ruhusa. Inal ladhina yasta'dhunuka,
wale wanaokuomba wewe ruhusa, wewe kiongozi unaitwa Muhammad, na aliyokamata nafasi yako, ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi, au ndio wanaoamini sawa sawa Allah na mtume wake. Mfano mdogo, hawa waliosimama hapa kutoka walikuwa wanajua kuna muhadhara? Hakuna. Wameondoka kwa utaratibu wa dini au umejendea? Umeona? Lazima tufeli sana tukiwa na watu wa sampuli hii kwenye hii dini. Lazima tutafeli sana. Unahesabu tuko 200, kumbe tuko watatu. Unahesabu watu hewa. Ni Uislamu kugubikwa na watu wa sampuli ya namna hii. Hawana adabu kwenye hii dini. Yaani wao wamejifanya ni madereva wa Allah, wanamsomesha Allah Uislamu. Allah kaingizwa darasani, yeye ndio mwanafunzi. We Allah, fuata utaratibu wetu, sisi ndio mababe. Na Allah anasema haya ndio, asanteni sana. Allah anaweza kuwa na udhaifu wa namna hii? Dini hii ni ya kweli, ila haina watu. Nawapa taarifa, hata nikiwatangulia kufa, dini hii ni ya haki, ni dini nzuri, ila haina watu. Na wengi hii dini ishatushinda, ila kusema hatutaki. Hii dini, narudia, ya Uislamu, wengi ishatushinda, ila kusema hatutaki. Dalili za kuonyesha kushindwa ni hivi vitendo tunavyovionyesha ndani ya hii dini. Waumini wa kweli, sikiliza Mtume sasa anavyoeleza, la yu'minu ahadukum, hajaamini bado mmoja wenu ninyi katika umati wangu, hata yakuna hawahu, mpaka ifikie yeye matamanio ya nafsi yake, tabari majidu bi, yanafuata ndio kuja nayo mimi Muhammad, ndio kaamini. Hajaamini bado mmoja wenu mpaka awe matamanio ya nafsi yake yanafuata niliyokuja nayo mimi duniani, huyo ndio kaamini. Hawa tulio wengi leo anajua kuamini ni kuingia kwenye kanzu na kusema salamu alaykum, kaifa hali bwana, asalamu alaykum, ndio tayari umeamini. Kwani hata Abu Jahali au anaweza kusema hayo? Dini bado hajaingia, bado. Ndugu zangu katika imani, waumini wa kweli watakiwa wavae sifa hizo zilizotajwa na Allah. Idha dhukira Allah, kwanza wakisikia watajiwa Allah, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaogopa. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, wanaposomewa aya zake waumini wa kweli, aya za Allah, zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao tu ndipo wanapotegemea. Mtume wa Allah anasema, idha sa'alta fas'alillah, kitaka msaada kuomba muombe Allah, usiombe viumbe. Wa idha sta'anta fasta'in billah, kitaka kutegemea, tegemee viumbe, mtegemee Allah. Madhara ya kuwategemea viumbe, madhara ya kuwaomba viumbe, ndio yamechangia hii dini kuvurugwa katika sura hii unayoiona. Hata kama mtu ana elimu inagusa mawingu, lakini kama anategemea viumbe lazima avuruge hii dini. Atakuwa sio huru, atakuwa ni mtumwa wa wale watu, atakuwa ni mtumwa wa wale viumbe, kwa hiyo atakuwa anawasikiliza viumbe. Ndugu zangu, tuwe makini sana. Mtu yoyote ambaye anawategemea viumbe, anawaomba viumbe, ni mtu hatari sana. Hata kama ana mambo ya dini, hawezi akayafikisha kama Allah anavyotaka, atayafikisha kama wanavyotaka viumbe, kwa sababu yeye ni mtumwa kwa wale viumbe. Mshairi anasema, man malaka batunaka malaka akalaka, aliyemiliki kula yako, tumbo lako, kamiliki pia na akili yako. Mimi nilio mbele yenu namshukuru Allah, mimi ni mtu huru. Hapa nilipo sitaki utumwa kwa kiumbe,
mimi ni mtumwa kwa aliyeniumba, sio mtumwa kwa kiumbe mwenzangu. Ndio maana nilipinga utumwa, nikataka uhuru wangu. Kwa hiyo hata ninapokuwa nafikisha sehemu ninayojua ya dini, siangalii kulia kushoto yuko nani. Mimi nanyooka tu, kwa sababu mimi sio mtumwa wa kiumbe, mimi ni mtumwa wa Muumba. Kwa hiyo mimi siko chini ya mtu. Sasa kuna mwingine akiwa chini ya mshahara, basi yule mtu wa mshahara basi anamsikiliza anataka nini. Yeye ni bwana ndio tu. Mimi sio mtu wa hivyo, na hata kuajiriwa sitaki. Kiniajiri sitakuwa mtumwa. Na wanadamu wengi hasa wa Afrika wana kasumba ya ajabu. Eti akitoa mshahara kukupa au posho ya mwezi, anataka umnyenyekee zaidi ya Allah. Ukifika mbele yake utaki hata kuvunja mguu kwa kuonyesha khushu, unyenyekevu mbele yake. Hiyo kazi mimi sina na siwezi. Sasa na hili limechangiwa na wengine watu wa dini wamejaliwa kuwa na amana ya elimu, lakini wavivu kujishughulisha. Ni kitu cha hatari sana. Sasa ukikosa kujishughulisha, na wewe kuna mahitaji muhimu kama binadamu unatakiwa kuyapata na familia yako, itabidi uyapate hata kwa njia ya haramu au kwa kudhalilika. Bwana unisaidie hapo, najua leo niko vibaya kaka, na unateremsha sauti. Umemwacha Allah, sasa unakwenda kwa kiumbe unamnyenyekea. Najua unga jana ndio tumemaliza usiku na nini, sasa bwana niangalie kwa jicho la rehema. Akichomoa sasa shilingi 30,000 yule mtu kukupa wewe, ukanunua mchele, unga, mkana, mboga, kakumaliza. Nikupe taarifa, mfano aliokupa hai, unamjua ni mzinifu, mnywa pombe, mcheza kamari. Unaweza kufyatua aya ya pombe mbele yake na yale kusaidia juzi mchele, na ulitaka kufa na njaa. Itabidi ile aya uifiche. Bwana huyu tena nikiitoa atachukia, alafu hawezi kunisaidia tena. Sasa bora tu niifiche, nieleze kisa cha Nabii Musa. Eti mtu wa dini, unafikiri dini mchezo wewe? Unaficha haki kwa sababu ya kula. Unaona madhara ya uvivu, kazi ufanyi, unawategemea viumbe. Sasa aya za Mungu unazificha ili upate kula na familia. Ndugu zangu, tunakeni sana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Adhana baada ya adhana tunaendelea. Kweli ni wale ambao Allah amewataja, nisema ni wale ambao kwanza wakisikia yeye anatoka mioyo zao zinajaa hofu. Pili, aya zake Allah zinaposomwa kwenye masikio yao zinamuongezea imani. Katika yale tuliyowapa basi wanatoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Hawa wanasema ndio waumini wa kweli. Hawa watakuwa na vyeo vya juu kwa Mola wao na kustahili kupata msamaha na kupewa riziki tukufu zaidi mbalimbali humo peponi. Ndugu zangu, waumini wa kweli ni wale ambao wamekubali kukopi sifa alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sifa ni sifati Nabii sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-amin, alikuwa ni kweli mtume pia mwaminifu. Lakini ukimwona mtu anadai ni muumini, anadai ni mfuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ukweli hapa yeye ni mwongo, kapoteza sifa
zilizokamilika za kuhesabika yeye ni mfuate halisi wa Mtume Muhammad, na kuhesabika yeye ni katika lile kundi sahihi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waumini namba 3, sikiliza sifa zao alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam: al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-dha'if wa fi kulli khair. Kwa Kiswahili, mu'min aliye na nguvu, mu'min aliye mkakamavu, mu'min aliye na sifa ya ushupavu, huyo ni bora, tena anapendeka sana kwa Allah. Mu'min aliyevaa sifa ya ushupavu, nguvu, kuliko mu'min ambaye amekosa sifa ya nguvu, ushupavu, ukakamavu. Huyu kamzidi huyu mu'min, kwa sababu huyu pia ana sifa ya nguvu, ushupavu. Huyu al-mu'minu al-qawiyyu khair, mu'min aliye na sifa ya nguvu, ushupavu, huyu ni bora. Wa ahabu ila Allah, Mtume anasema tena anapendeka sana kwa Allah huyu aliyovaa sifa ya nguvu na ushupavu na ukakamavu, mina almu'mini dhaif, kuliko mu'min amemwamini sawa sawa Allah lakini hana sifa hizi, yeye ana udhaifu, ni goigoi, kazidiwa na huyu wa fikuli alkhairi, na kila kheri ikifanywa huyu mwenye sifa ya ukakamavu, ushupavu, amemzidi ubora huyu. Mu'min aliye na sifa ya udhaifu, aliye na sifa ya ulegelege, aliye na sifa ya ugoigoi, hata uongozi wa kusimamia chochote kwa mujibu wa dini hatakiwi kupewa. Akipewa, badala ya ile sehemu kupata maendeleo, na yenyewe itadumaa kama alivyodumaa yeye. Zama za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko sahaba maarufu akiitwa Abu Dharr al-Ghifari. Yeye alifunua mdomo wake mbele ya Mtume sasa kumwambia, "Qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Nilisema, Mtume wa Mungu, haunipi sehemu ya mimi kunitumikisha, kunipa kitengo maalum cha kusimamia mambo? Sikiliza huyu sahaba mwenyewe anajibu, fadaraba biyadihi ala mankibi faqala. Bado hajalijibu swali langu, alichofanya Mtume alinyosha mkono wake akapiga kwenye bega langu mimi Abu Dharr, akasema, ya Abu Dharr, ewe Abu Dharr, innaka dhaif, hakika wewe na kujua ni dhaifu, wa innaha amana, na huo uongozi unaotaka nikupe usimamie, tambua ni amana kubwa. Wa innaha, na huo uongozi unaotaka nikupe, khizi wanadama, ni fedheha na majuto, yauma al-qiyama, siku hiyo ya malipo ya kiyama, illa liman akhadhaha bihaqiha, ila kwa yule atakayeuchukua akiwa ana sifa wa adda alladhi alayhi, na akatekeleza majukumu yanayotakiwa ndani ya huo uongozi, itakuwa kwake sio majuto. Abu Dharr akapigwa mkasi na kujua, wewe ni dhaifu, hiyo sehemu huwezi kaa pembeni. Kwa mnasaba huu na kwa maelekezo haya ya Mtume, nataka tufahamu sote kwa pamoja hivi, sio kila mtu aliyesoma dini lazima awe kiongozi. Hizi ni fikra pumba. Sio kila ukisoma dini na kuielewa, hata usome mpaka Sudani, nenda Saudia, nenda, sio kila ukimaliza kusoma lazima uwe kiongozi. Huu ni mtazamo ambao sio wa kweli. Napenda tuondoke na somo hili hapa. Kusoma imanishi ndio ukawe kiongozi. Kusoma maana yake ukitoka shule ubadilike, uje utende vizuri kielimu, tofauti na kipindi hujaenda shule.
Sio ukitoka ndio sasa nataka mnipe kituo. Inawezekana ukatoka huko na sifa ukawa huna. Huyu Abu Dhari alitoka kwa Mtume Muhammad. Mtume anamwambia innaka dhaifu. Wewe dhaifu wewe. Mimi nakusomesha wewe. Lakini kusimama hapo wewe. Kujua wewe ni goigoi kwenye upande wa uongozi wewe. Uongozi unataka usimamiwe na mtu ambaye ni kawido, shupavu. Niwape mfano mpate kunielewa. Mmeshawahi kushuhudia mazoezi ya jeshi wanapokuwa kwenye gwaride lao? Mtazame yule amiri wa jeshi, wanamuita amiri jeshi, kamanda wa jeshi, anapokuwa na watu wake. Kwanza nikupe taarifa, huwa hacheki nao. Sababu yule ni amiri jeshi. Akijifanya kucheka nao wale, watatafsiri kwamba kumbe kuna kamchezo, wapate mianya ya kuleta mchezo. Alafu kila anachotamka mbele yao, yani ni kufanya au kuacha. Akisema mbele tembea, wala hakuna anayejikuna, ni kuanza safari. Tena hiyo mbele tembea imetolewa kwa sauti ya ukakamavu, inaitwa sauti ya zege. Sauti ambayo imebeba tafsiri hivi: usipotembea unakula kibao, yani nitakuweka kibao. Na yule ameshaelewa. Huyu bwana mkuu amesema nisipokwenda nitakula bonge la mtama. Hawezi jeshini akachaguliwa mtu aliyolegea sema mbele leta mchezo. Tafutwa mtu ambaye kwanza sauti yake utazani amemeza chora kifuani, alafu acheki, kwa sababu jambo tunalolifanya sio la mchezo. Ndio maana Mtume anamwambia sahaba Abu Dhari, innaka dhaif. Haika wewe dhaifu, goigoi huwezi. Nani hawezi? Mtu akiwa goigoi dhaifu hana uwezo hata wa kuisimamia vyema familia yake ikaongoka kwenye mstari wa Mungu. Uwezo wana. Ukiona familia ya mtu imeharibika, anadai Muislamu muumini imeharibika, watoto wa kike wanavaa maturuali matiche na majinzi, makwapa wazi zidini, mavijana yanavaa mahereni, yanasuka manywele, yanavaa makatapei. Tazama yule mzee mwenye nyumba ni zezeta. Yani hilo ndio jawabu. Ni zezeta. Hakuna Kiswahili cha kumpa huyu ni zezeta. Kwa sababu huyu mtoto hakutoka tumboni mwa mama yake akiwa amevaa milegezo. Alikuja kanalia, hana hata meno. Kako uchi wa mnyama, kamejikunja kama chura. Leo anasokota manywele kama mwewe. Najua wale watatu wamenishinda. Si zepe. Wewe ni zepe, ndio maana wamekushinda. Umepewa kakiwa hivi, umekosa kukakunja kakiwa hivi, unapanda na hapo unasema kushinda. Bonge la zezeta. Sisi kazi ya Mungu bwana haina makosa. Kijana mzuri namna ya kijana ameharibika. Wewe ndio zezeta. Ndio maana zama za utawala wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu akbar, wamepita watu. Mtu aliyeongoza hii dini miaka 10 miezi 6 na siku 3 akafariki dunia wakati wamemuunga mkono Waislamu kushika nafasi ya ukhalifa. Baada ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akapanga baraza lake la mawaziri, akateua baraza la mawaziri akiwemo Amr ibn al-As. Amr ibn al-As alikuja mpaka hapa Omani kuleta barua ya karatasi ya ngozi ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani mwende, ya kuwataka wafalme wa Omani na watu wao waingie katika Uislamu. Amr huyo ndo alikuja Omani. Ana historia kubwa hapo Oman huyu hapa Amr ibn al-As. Wakati ameteuliwa kuwa gavana, kuwa amiri wa Waislamu, ikulu ya Waislamu iko mjini Madina. Alimteua Amru aende nchi ya Misri kuwa gavana wake, anamwakilisha katika nchi ya Misri. Akaenda na familia yake.
wakati akiwa kule Amr na familia, siku moja mtoto wa Amr ibn al-As wa kiume anacheza mchezo wa kitoto na mtoto mwenzie wa Kikristo kule Misri. Matokeo ya mchezo, mtoto wa Kikristo akamshinda kimchezo mtoto wa Muislamu ambaye baba yake ni gavana wa Misri, Amr ibn al-As. Yule mtoto wa Amr gavana akamzaba vibao mtoto mwenzake wa Kikristo, akamwambia, ala ta'lamu anni ibn al-akram al-akrami, wewe tunacheza mchezo unanishinda, hivi unijui mimi ni mtoto wa mtukufu wa watukufu? Mtoto akaenda kumwambia baba yake Mkristo akasema, ina maana kwa kuwa sisi sio Waislamu tuna haki, wewe sio unamshinda kwenye mchezo. Lakini ameniambia ni mtoto wa mtukufu wa watukufu, sina haki ya kumshinda. Mzee wa Kikristo Misri, ile jambo likamuuma, akafungasha safari kutoka Misri mpaka Madina ilipo ikulu ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala kwenda kushtaki. Umar alimuuliza, una hakika haya yametokea Misri? Akasema ndio. Akaandika barua saile ofisini, inamwita haraka sana gavana wa Misri Amr ibn al-As. Akimaliza kusoma hii barua aanze safari ya kuja Madina. Amr anakuja Madina na mwanae kaambiwa wanakuja mbio. Wanafika pale ikulu, wanamkuta Umar ibn Khattab na mzee wa Kikristo kutoka Misri na mwanae. Umar alimwambia, hii hali imeanza lini ya kuwafanya watu ni watumwa wakati wamezaliwa wakiwa ni waungwana? Wewe mtoto wa Amr, wewe kwa utovu wa adabu wa kumpiga mwenzako baada ya kushinda kimchezo na kumwambia maneno, hebu lala chini hapo. Akaitwa bwana mmoja, alikuwa ni special wa kuchapa watu fimbo. Yaani alikuwa anawapiga fimbo, ikijana limekomaa kwa fimbo, fimbo haikatiki. Ninamuuliza amiri, ni chape ngapi? Chapa kadhaa. Mtoto wa Amr akatandikwa. Akasema pembeni, akasema adhabu bado. Omar anasema adhabu bado inaendelea. Na wewe Amr, baba wa mtoto uliokwisha chapwa, unatakiwa ulale chini utandikwe kwa kumharibu huyu mtoto. Haya maneno ya kibri mpaka kumwambia mtoto mwenzake kwamba yeye ni mtoto wa mtukufu ameyasikia nyumbani kwako unayazungumza. Kwa hiyo kwa kuharibu mtoto, lala na wewe utandikwe. Amr wakalala chini. Mzee wa Kikristo akasimama kutoka Misri. Akasema, mzee samahani, naomba yeye mzee asichapwe. Anapomjua Amr anapoheshimika kule Misri, anataka kuchapa mbele yake, akamwambia, lala utandikwe kwa kuharibu mtoto. Na hawa wazazi wa sasa hivi ambao watoto wao wamekuwa ni hatari mitaani, kwa fikira zangu kama ingewezekana itakiwa na wao waitwe watandikwe. Huwezi kutuletea mtaani watu wanatusumbua namna hii. Wewe unatuletea mtaani mtu wa namna hii anataka kutusumbua, itakiwa na wewe unaitwa unatandikwa sana. Wewe cha kibobo wote ni fimbo sana. Vipi bwana mnakawa hivi? Abu Dhar akakatalia. Uongozi uwezi kusimamiwa na mtu dhaifu. Tunaona mfano tunaona kuna matari kuswali. Wamejiamulia kutoswali kabisa, wengine Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Idi mpaka Idi, wengine hawaonekani ila siku ya nyama. Hii ni tafsiri yake, jawabu lake ni udhaifu wa viongozi wa Idi. Wallahi nakuwafieni ni udhaifu wa viongozi wa Idi. Wangelisimama sawa sawa wakawa kitu kimoja, hawa wangenyooka, hawa wangekoma. Lakini sasa hiyo kiongozi asilimia kubwa ndio yuko kwanza kazi hana, amelegea kama uji wa mhogo. Hela ya kahawa anapewa na yule tayari kuswala. Hebu wape wazee kahawa, wanatoa shilingi 3000. Anapakia vikombe vya kahawa vinataka kumvunja mbavu. Anaweza kumkemea mtu asio swali? Yule tayari kuswala ndio amenunua mchere wa huyu kiongozi wa dini. Anaweza kufanya nini? Matokeo yake watu wanavuka dini. Kusali wewe udhaifu. Ndugu zangu, mtu aliyokuwa dhaifu hata kuajiriwa hafai apewe ajira. Hana sifa za kuajiriwa, amezubaa, amelegea.
na ndo njaa itamuua, kwa sababu yeye mwenyewe amezubaa. Unapewa godown ya watu, umezubaa, utaweza kuilinda wewe? Na umezubaa na uzezeta wako, sasa njaa itakumaliza. Takiwa uwe mjanja, uwe shupavu. Ndio Mtume anasema almu'minu alqawiyyu khair, mu'min aliyokuwa shupavu mwenye nguvu ni bora. Tazama Nabii Musa alayhi salam, kamkata mtu ngumi, kafariki dunia pale Misri kwa bahati mbaya. Kumbe kafa. Akasema Allah nisamee, mimi nilikuwa na lengo la kumtia tu adabu, sikujua atakufa. Firauni akauliza na watu wake, jamani, hivi yule aliyomuua yule maiti pale hatujamjua? Baadaye ikajulikana aliyeua ni Musa. Amri kutoka ikulu ya Firauni, tafuteni Musa popote alipo au wawe. Mtu mmoja akamkimbilia Musa alayhi salamu kule alipokuwa anajua yupo, kenda kumwambia haraka sana, bwana, ile habari imeliki ya ile maiti, ikulu ya Firauni inakutafuta uolewe. Sasa ondoka Misri kuanzia muda huu. Jamaa alikuwa ni shupavu huyo Musa ibn Imran, alikuwa na nguvu, sio goigoi, sio zezeta. Akaanza kuihama Misri, hana chochote mkononi, chakula hana, kinywaji hana. Historia inasema kutoka Misri kwenda alikoelekea Madian wanasafiri kwa wiki 2, kwa sababu alikuwa shupavu Musa, ana nguvu Musa. Allahu Akbar. Alifika Madian kwa wiki 1 kiwa anatembea kwa miguu yake. Njiani anakula, anachuma majani mabichi ya miti, anatafuna, anameza, anakula. Mwanaume anatokeza katika mji wa Madian, mgeni, hana anayemjua, wote hawamjui. Anawatazama watu pale wanachota maji kisimani, yuko chini ya mti. Taanzaje? Muumini anatakiwa kuwa mjanja, sio unafika tu au unazubaa. Njaa itakuua, changamka. Nabii Musa hapa nta taanzaje? Muumini anatakiwa kuwa chafu kila sehemu ukifika. Akawafuata dada, yeye si dada sana, amjambo, mbona anatafuta wenyeji maskini, mbona nyambuti maji? Asema hatuwezi kupigana vibega na wanaume, sasa sisi tuna nguvu, na sisi hatuna kaka, na baba yetu wa kufanya hii kazi amezeeka sana, ndio maana tunasubiri wenye nguvu wamalize na sisi ndio tuingie. Asema sasa hebu subiri mimi niwasaidie. Muumini unatakiwa kuwa chafu, bila hivyo njaa itakumaliza. Akaanza yule bwana kuingia pale katikati, kile kifuniko cha kisima cha Madian akaanza kukinyanyua au kukikokota mbele ya wanaume wenzake. Wale jamaa wakamcheki Musa, hii sijui jamaa linatoka wapi na nguvu namna hii. Alafu akaanza kuchota maji, anaweka kwenye vyombo vya wale kina dada, anaambiwa onyesheni mifugo. Wakanywa mifugo mpaka wakatosheka maji ya zamu, wakarudi mapema. Baba yao hamjaonyeshwa mifugo, wakasema wamekunywa wametosha. Mbona mrudi mapema? Sema kuna kaka mmoja umetusaidia, yuko wapi? Sasa tumemwacha kwenye kisima cha Madian. Wakasema huyo nadhani atakuwa ni mgeni, na dini yetu imesema anayekufanyia wema mlipe. Mmoja arudi kisimani akamwite ili tumpe malipo. Sikiliza Qur'ani. Fajaatihu ihdahuma tamshi ala istihyai. Akamjia Nabii Musa pale alipokuwa amekaa, mmoja kati ya wale mabiti wawili akiwa anatembea kwa haya. Sifa za mwanamke, anatakiwa awe na aibu, awe na haya. Sio mwanamke unaona wao anatembea tafikiri ni tochi inawaka, yule sio wa kuoa, ile sio namba za kuoa. Sifa ya mwanamke awe ana haya. Tamshi ala istihyai, alikuwa anatembea akiwa na aibu, anatembea kike. Alipofika kwa Musa, sikiliza Qur'an inasema, inna abi yad'uka, hakika baba anakuita, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ili akakulipe malipo ya ile kazi uliyokufanyia ya kuchochea maji hapa, kunywesha wanyama wetu. Abu Musa akaona, naona sasa nimeshapata kianzio hapa, mimi natakiwa kuwa mjanja. Akamwambia, sasa wewe dada, kwani ni uko tembea nyuma yangu, mimi nitangulie mbele. Ndio uadilifu wa dini. Ukifika njia panda utakuwa unasema ni kulia au kushoto, mimi nakata kulia au kushoto mpaka tufike kwenu. Ndio Nabii Musa alipotoka kisimani na yule binti pale.
Sifa ya muumini wa kweli pia ni muaminifu. Ingelikuwa wewe au mimi umetokewa na hilo gepu siku hiyo, kale kabiti umekaona pale kisimani, hapo mko wawili, njia yenyewe nyumba ni za mbalimbali, wewe ungekafikisha salamu kule kwao? Lakini wako wawili, wallahi Musa anamwambia binti, tembea nyuma yangu. Sifa za muumini au muaminifu. Hata mahala ambako ni ugenini, wewe au mimi umebebwa na ndege, umetuliwa sehemu ambayo hujawahi fika toka kuzaliwa, Uingereza wapi, alafu mko wawili na binti, unaweza kuhakiki hapa Allah ananiona. Nabii Musa alionyesha hapo. Wakafika pale kwa nyumbani, karibu kijana. Baba, yule kijana ni huyu. Mzee akasema karibu kijana. Akasema asante. Kijana akakaa. Akasema kijana, hebu nieleze, wewe umetokea wapi? Akasema mzee, mimi nimetokea Misri. Mimi naitwa Musa. Mimi na Arabia kuuawa mzee. Ikulu ya Firauni nataka kuniua. Nilimuua mtu kwa bahati mbaya. Sasa ndo nakimbia kifo. Qur'ani inasema yule mzee alipomtazama yule kijana akamwambia, la takhafu, usiogope, najauta min alqawmi dhalimin, umekwisha ukoka kutoka katika mikono ya madhalimu, hawatakupata tena. Muumini akimwona muumini mwenzake huwa anamuhami, hamuangamizi. Ukimwona mtu anadai ni muumini Muislamu, mdomo wake, mkono wake unachangia kumchoma muumini au Muislamu, yule ndio bonge la mnafiki, na hawa ni wengi ndani ya hili. Mtume anasema unsur akhaka zaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako Muislamu akiwa amedhulumu au amedhulumiwa. Akasema vipi nimsaidie, nimnusuru hata kama anadhulumu? Akasema tamnau, kuwa mnamzuia ache dhuluma ndio kumnusuru. Ingetokea wewe hapo ulipo au mimi, amekuja jamaa, asalamu alaykum, mimi ni ndugu yako katika imani, ndugu yangu, mtihani ulionikuta bwana, nakimbia kifo. Kwa bahati mbaya nilimpiga ngumi mtu akafa huko, sasa ndio nimekimbilia huko. Kama sio muumini, unakwenda nyuma ya nyumba unapiga simu, jamani, msipowahi sasa mtahatarisha amani na utulivu. Si ndio mnafiki? Hivi unakosa hata kusema bwana, pita hii chocho, nenda zako nisikuoni tena. Unashindwa hata huo mdomo wa hivi. Unaona haka kakorongwa, wewe zama huko nisikuoni, unashindwa hata kufanya hivi. Eti msipowahi shaurieni. Alafu naambia sasa, kaa hapa bwana, subiri ule chakula, utalala hapa. Kumbe umemtegeshea wako wanakuja. Alipomaliza kumwambia hayo maneno, binti anasikia, aliondoka naye kisimani. Sikiliza Qur'an inavyosema, akasema hivi: ya abi, ya abati, baba. Yule binti anamwambia, istajiruhu, naomba muajiri huyu kijana. Inna khayra man istajata alqawiyyu al-amin, hakika aliyebora wa wewe kufaa kumpa ajira ni mtu mwenye sifa ya nguvu na uaminifu. Inasemwa baba yake alimuuliza binti, wewe ndio mara ya kwanza kumuona huyu kijana leo pale kisimani? Ndio. Umemjuaje ni muaminifu alafu ana nguvu? Akasema nguvu zake mzee nimeziona kwenye kisima cha Madian. Unajua ule mfuniko ulikuwa mzito, yeye kaunyanyua peke yake, nguvu zake nilizipima pale. Alafu uaminifu wake nimeuona wakati tunaanza safari ya kutoka kisimani kuja hapa nyumbani. Amesema nitembee nyuma yake asinitamani. Huyu ndio mtu wa kufaa kumpa ajira hapa. Mzee akaona kweli hii gepu siwezi kuachia. Akasema kijana, na kuajiri unifanyie kazi hapa nyumbani kwangu miaka 8, halafu nitakuozesha pia na binti yangu. Ameshaona huyu niwe na mkwe ambaye sio zezeta. Yaani yule mzee
Kumbe hata mkwe unatakiwa usichague zezeta aliye goigoi, maana na familia yake itaharibika. Yule mzee akawa ni mjanja, kaona nikiwa na mkwe ambaye ni kabili shupavu takuwa sijakosea. Akamwambia nitakuozesha mmoja katika mabiti kwa kunifanyia kazi miaka 8. Nabii Musa akawa amefika nyumbani, akaanza kuajiriwa pale. Mambo yote yakakaa sawa sawa. Mmoja kati ya wale mabinti akaoa Nabii Musa alayhi salam. Baada ya hapo sasa ikawa sasa ni safari ya kurudi Misri, na njiani ndio anapewa sasa ule utume, kuambiwa sasa idhahabu ila Firauna, nenda kwa Firauni inau tagha, yuko na mke wake na familia yake wanarudi nyumbani. Sasa huyu muumini namba 3, yeye amemzidi huyu muumini, kuna vitu kamzidi, amemzidi nguvu ambayo ndio ushupavu, ukakamavu. Mtume sasa yeye mwenyewe amekufa na miaka 63. Imesemekana alikuwa na nguvu sana Mtume Muhammad. Tangaje Mtume alikuwa na nguvu sana. Kwa hiyo hawa ndio waumini ndani ya dini tukufu ya Uislamu. Tumesema aina ya kwanza ya waumini katika hii dini wanaitwa waumini wa uongo. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wako miongoni mwa watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho, lakini hawajaamini, ni waongo. Na sifa yao nyingine, wa idha laqul ladina amanu qalu amanna, wakikutana wale waamini sawa sawa wanasema na sisi tumeamini. Wa idha khalu ila shayatin, wanapokuwa pembeni mashetani wao qalu, wanabadilisha kauli, inna ma'akum, hakika sisi tuko pamoja nanyi, inma nahnu mustahzi'un, hakika sisi vinginevyo. Tunapokuwa na wale waumini wa kweli huwa tunawadanganya kuwacheza shere. Sifa za waumini wa uongo zimekaa hivyo. Sifa za waumini wa uongo nimewaambia ndio wale hawana adabu, yani wakielekezwa Allah anataka hivi wako kivingine, wanafanana nimesema na mihogo ya macherema. Mihogo inaitwa macherema, pika kwa moto wa gesi inakwisha, ukiweka mdomoni ni magumu yale mamihogo. Waumini wa uongo huwa hawawivi kwa aya za Allah wala kwa maelekezo ya Mtume, huwa hawaida wabadiliki kwa sababu si wa uongo. Waumini wa kweli tukaleta dalili yake. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ni wale ambao kwanza wakisikia Allah anatajwa mzee wanapata woga. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na wakisomewa aya zake Allah, waumini wa kweli ukitaka kuwajua ni wenyewe, zadatuhum imana, zinawazidishia imani. Mbona tunasomeana aya za Allah kwa mitindo tofauti, imani zetu ziongezeke? Basi sio waumini wa kweli. Allah hawezi akasema uongo. Lazima tuwe tunatafakari aya tunazosoma. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na maisha yao wanamtegemea tu Mola wao. Hawategemei viumbe, hawategemei pesa zao, hawategemei sijui nguvu zao. Bana, wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yu'minuna alladhina yuqimuna salat, tena ni wale wanaodumisha nini? Sio wanasali, wanasimamisha sala, yani kwa wakati wao wako kila kipindi. Kawaambia sio wale wa Ijumaa, wale ni wa uongo. Sio wa Ramadhani mpaka Ramadhani, wale ni wa uongo. Sio wale ni wa uongo. Sio wale wanawake wakiambiwa ukiweza wanaruka kama wameumwa nyuki, wale ni wa uongo. Muumini wa kweli hawezi hata sekunde kuchallenge, kugomea alokwisha liamua Mola wake. Hawezi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون له خيرة من أمره. Sura 33 Allah amesema muumini wa kweli hawezi akawa na hiari katika maamuzi ya Mola wake na mtume wake. Huwa ni mtu wa ndio tu. Akisema mbona moyo wa uongo, hata kama na nikabu na bongo hajaamini. Leta mchezo wewe, hajaamini. Hata kama ni mkeo kamwambie hujaamini kwa mnasaba wa maneno ya Allah. Hata kama kuna vitu unakubali vya Allah vingine hautaki, haujaamini. Udkhulu fi silmi kafa,
Ingieni ndani ya Uislamu kikamilifu, sio mguu mmoja huko ukafirini, mguu mwingine kule. Muumini wa kweli anatakiwa amkopi Mtume Muhammad, abaye sifa za Mtume, akamate mwenendo wa Mtume. Unapoona hapa mashehe wanatusisitiza, jamani tusikamane na sunna, usifikiri ni elemavu, maana yake tufate mwenendo au maisha aliyokuwa nayo Mtume Muhammad, ili tuwe ni waumini wa sawa sawa. Alafu mwisho ndio tukasema ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah anasema hao wenye sifa ndio waumini wa kweli, lahum darajatun inda rabbihim, watakuwa na vyeo mbalimbali kwa Mola wao, wa maghfiratu na kupata msamaha, wa rizqun karim na kusaidia kupata riziki mbalimbali zilizokuwa tukufu peponi. Hao waumini wa kweli. Mwisho tukamalizia Mtume SAW anasema muumini aliyokuwa ni shupavu, kakamavu, mwenye nguvu ni bora kuliko muumini ambaye yeye ameamini sawa sawa, lakini amepoteza sifa za ushupavu, nguvu. Yeye amezidiwa ubora na heri na huyu muumini wa namna hii. Kwa hiyo tuondoke na hilo inshallah, kila mmoja kuanzia mimi na ninyi aliyeguswa, lengo ni kubadilika tu. Na kama unaona wewe au mimi bado kuna ugumu, mwambie Allah, naomba msaada wako, jalie mimi uniweke katika kundi la waumini ambao ni wa kweli, ambao umevaa sifa ulizozitaja Allah tabaraka wa taala. Unaomba msaada wewe na mimi kwa Allah tabaraka wa taala, hapo tutakuwa tumekwenda sawa sawa. Nasema waumini wa kweli ni wale ambao wakigombana wanarejea katika kitabu na sunna. Fa itanazatu fi shay'in faruduu ila Allah wa rasul. Mkigombana kwa chochote, rudini katika kitabu na sunna. Lakini wakigombana ukiona watoto kwa magonda maamna, bado hata yuhakimuka fima shajara bainahum. Ndio Uislamu unasema. Kwa hiyo wakiwa katika jambo lao la dini hawaondoki kama nzi zimetoka kwenye vinyesi, wanaondoka kwa adabu iliyopangwa na Allah, nidhamu. Wa idha kanu ma'ahu ala al-amri jami' lam yadhhabu hata yasta'dhinu. Wanapokuwa pamoja na mtume au wakiwa pamoja na amiri wao katika jambo la pamoja la dini, hakuna anayenyanyuka kuondoka mpaka amuombe huyo amiri au kiongozi ruhusa. Hakika wale wanaokuomba idhini, hao ndio wananiamini mimi na mtume wangu. Kwa hiyo unaweza ukawapa ruhusa kwa baadhi ya mambo yao kwa yule unayemtaka. Tena ikibidi akwambie kabisa, bwana jambo ni muhimu sana, mbona unataka kuondoka? Mimi bwana, unajua bwana, kuna mtoto wangu anatungishiwa tirigu sana, nataka na kweli jambo kubwa, tena umuombe na dua nenda. Lakini kuna mwingine yana sababu za maana tu, ni kwenda kuangalia ile penalty ile ya kombe la dunia ya mwisho, yule alipiga kwa kisigino au ni na eti anaomba ruhusa. Kwa hiyo ndugu zangu, cha msingi tuwe mfano wa maswahaba, walikuwa wakisikia wanabadilika. Wallahu a'lam bisawab. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.